Tukigeukia katika kipengele cha fahamu mchezaji. Ombeni Mnyama anasema Simba inahitaji striker mpya, kocha mpya, mwekezaji mpya, ila za kuambiwa changanya na za kwenu. Sasa mjichanganye mfanye hivyo. Haya, asante Ombeni kwa ujumbe wako. Ombeni anasema Simba inahitaji striker, kocha pamoja na mwekezaji mpya. Wanakuambia bwana, ukifanya jambo usipopata matokeo badilisha mbinu. Badilisha mbinu, usibadilishe Mungu. Kwa hiyo mbinu ulizotumia ukiona hazifanyi kazi ndo anachokisema Ombeni, badilisha mbinu. Tugeukie katika kipengele cha fahamu mchezaji. Tunamzungumzia leo Albert Kangwanda ambaye ni moja ya usajili wa kuvutia zaidi Yanga imeufanya katika dirisha hili la usajili, hasa kwa sababu hajaja tu kama jina kubwa, bali anatoka kwenye msimu ambao alikuwa ni production kubwa pale Zambia. Na Yanga ilikamilisha kumsajili kutoka Red Arrows FC kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Na wataalamu wa mpira wenyewe wanakuambia kwamba katika wachezaji wazuri ambao Yanga imesajili, miongoni ni pamoja na huyu Albert Kangwanda. Ni nani huyu? Albert maarufu kama Dedo Kangwanda ni mshambuliaji au winga wa Zambia aliyezaliwa Aprili 7 mwaka 1999. Hivyo kwa sasa ana miaka 27. Ana uwezo wa kucheza hasa upande wa kushoto wa attack na anatumia mguu wa kushoto. Taarifa za sasa za usajili wake zinamtaja kama left winger, ingawa kwenye baadhi ya database anaaminishwa kwa upana kama forward au midfielder. Mgeta anasema dada mambo vipi? Mambo poa kabisa. Homeland anasema kocha wa Simba alicheza mind game katika mechi. Kuna plan kubwa alificha kwa ajili ya ngao ya jamii. Asante sana Homeland kwa ujumbe wako. Hiyo inawezekana pia makocha huwa wanaficha mbinu zao ili mpinzani wake asije akakariri zile mbinu zote anazozitumia. Kilichofanya Yanga ifuate kwa karibu ni msimu wa mwaka 2025-2026 akiwa Red Arrows. Alimaliza msimu akiwa na takriban ya mabao 17 na assist 9 katika mashindano yote, huku akitajwa miongoni mwa wachezaji bora kabisa wa MTN Super League ya Zambia. Hivyo Yanga haijamnunua mchezaji kwa kuangalia potential pekee. Imechukua mchezaji ambaye tayari alikuwa na output kubwa ya mabao na assist. Kangwanda anachezaje? Hapa ndipo anapovutia zaidi. Kangwanda si yule namba 9 wa kawaida anayesubiri mpira ndani ya boksi. Ni aina ya mshambuliaji anayependa kuanzia pembeni, hasa kushoto, kisha anaendelea na mpira. Kwa sababu ni left footed, akiwa upande wa kushoto anaweza kumpita beki kwa spidi na akaingia ndani kwa mguu wake wa kushoto, na vile ana uwezo wa kupiga mashuti na kutoa pasi vile au kuvuta mabeki na kutengeneza nafasi kwa striker. Hii inampa Yanga kitu muhimu sana. Mshambuliaji anayeweza kutengeneza nafasi ni mshambuliaji anayeweza kutengeneza nafasi yake mwenyewe, na hiyo ni tofauti na kuwa na winga anayesubiri tu cross au pasi kutoka kwa viungo. Okay? Kitu kingine alichonacho ni speedi. Kangwanda anaonekana kuwa mchezaji anayependa kucheza forward, si kurudisha mpira nyuma kila mara, na anapopokea mpira pembeni lengo lake ni kusogeza timu mbele. Hii ni muhimu kwa Yanga kwa sababu timu inapokutana na mpinzani anayekaa chini inahitaji wachezaji wenye uwezo wa kuvuruga defense shape na kuingia box. Winga wa aina hiyo anaweza kuifanya timu isiwe dependent sana kwenye combination za midfield pekee. Anaweza kufunga, hii ni sifa yake nyingine. Hapa ndipo takwimu zake za msimu uliopita zinakuwa muhimu zaidi. Magoli 17, assist 9 katika mashindano yote. Ni production kubwa kwa mchezaji anayefanya kazi kubwa kutoka upande wa attack. Hii ina maana kwamba Yanga haijampata tu mtu wa kukimbia pembeni na kupiga crossi. Imempata mchezaji ambaye anaweza kuwa goal contributor, na hii ndio aina ya winga ambayo timu kubwa inahitaji. Homeland anasema kocha wa Yanga alikuwa akiangalia zaidi chemistry ya wachezaji wake, hususan katika safu ya ushambuliaji. Asante sana Homeland.
Yes, kwa maoni yako. Asisti zake ni muhimu kama mabao. Asisti za Kangwanda 9 zinaonyesha kwamba anaweza pia kuwa creator. Hii inaweza kuwa muhimu sana kwa Yanga kwa sababu sasa ina washambuliaji kama Peter Shalulile ambaye kazi yake kubwa ni kuwa ndani ya maeneo ya kufunga. Okay? Jambo jingine ni kwamba anaweza kusaidia kumfungulia Shalulile. Hii ni moja ya story kubwa zaidi kwenye usajili huu kwa klabu ya Yanga. Yanga sasa inapita Shalulile ambaye ni finisher au reference point, na Yanga vile vile ina Albert Kangwanda ambaye ni ball carrier, creator, goal contributor kutoka katika kwa upande. Kama chemistry yao itajengwa vizuri, Kangwanda anaweza kuwa mmoja wa wachezaji wanaompa Shalulile service nzuri, lakini pia Shalulile anaweza kumsaidia Kangwanda. Kwa nini? Kwa sababu striker anayevutia mabeki wawili katikati anaacha space kwa upana. Kangwanda anaweza kutumia hizo space katika kuleta ushindi au kufunga mabao. Kangwanda ana uzoefu wa timu ya taifa. Kangwanda si tu mchezaji ambaye hajawahi kugusa kiwango cha kimataifa. Ameiwakilisha Zambia na amekuwa sehemu ya timu ya taifa katika miaka ya hivi karibuni. Database ya takwimu inaonyesha kwamba za kimataifa inaonyesha kwamba inamtaja kuwa Kangwanda akiwa na caps 15 na mabao 5 kwa Zambia. Pia amekuwa na mafanikio kwenye Kosafa Cup. Katika Kosafa Cup ya mwaka 2023 alifunga mabao 3 na kuisaidia Zambia kutoa taji. Hii inaonyesha kwamba si mchezaji anayepata production tu kwenye ligi yake. Amewahi pia kucheza katika mazingira ya mashindano ya kimataifa. Amewahi kupitia Ulaya. Hili ni jambo ambalo linamtofautisha kidogo. Kangwanda aliwahi kwenda Croatia kujiunga na HNK Gorica mwaka 2022 na baadaye akacheza kwa mkopo katika Vastik. Hata hivyo, safari yake ya Ulaya haikuwa na mafanikio makubwa na alirudi Zambia. Hii si lazima iwe negative. Kwa upande mwingine inaweza kuwa tu experience muhimu. Ameshajifunza kwamba kipaji pekee hakitoshi, unahitaji adaptation, unahitaji consistency, unahitaji tactical discipline, unahitaji physical preparation na vile vile unahitaji uwezo wa kuishi kwenye mazingira tofauti. Alipitia pia Al Hilal. Kangwanda pia alihusishwa na Al Hilal ya Sudani kabla ya kurudi Red Arrows. Historia hiyo inampa experience ya kucheza nje ya Zambia na kukutana na mazingira ya soka la ushindani wa Afrika. Hii ni muhimu sana kwa Yanga kwa sababu lengo la klabu si ligi pekee. Ni CAF Champions League. Na kwenye CAF experience ya kucheza dhidi ya timu kutoka nchi tofauti inaweza kuwa advantage. Na kwa nini Yanga wameamua kumchukua? Kwa mtazamo ni kwa sababu kadhaa. Ana umri mzuri, miaka 27, si mchezaji wa development project. Yanga inapata mchezaji anayeingia kwenye prime years. Kitu kingine ni kwamba ana productions 17 goals plus 9 assists, ni namba zinazovutia. Anaweza kucheza winga na attacking roles nyingine. Ana mguu wa kushoto. Hii inampa Yanga tofauti na tactical. Na ana international experience. Zambia, Kosafa, experience ya klabu nje ya Zambia. Lakini kuna swali moja la kujiuliza, je, ataweza Yanga? Kangwanda ataweza Yanga? Hapa ndipo tunapaswa kuwa waangalifu. MTN Super League ya Zambia si sawa na NBC Premier League ya Tanzania. Na ligi ya Tanzania ina pressure nyingi. Yanga ni klabu ambayo inatarajia kushinda kila wiki, inakutana na low blocks, ina pressure kubwa ya mashabiki, ina mechi za CAF na ushindani dhidi ya Simba ni mkubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua takwimu zake za Zambia na kusema kwamba moja kwa moja atafunga mabao 17 Tanzania au atafunga mabao zaidi ya 17. Hapana. Takwimu hizo zinatuambia tu kwamba ana uwezo wa kuzalisha mabao na assist. Sasa anatakiwa kuthibitisha kiwango hicho kwenye mazingira mapya aliyoko sasa. Changamoto yake kubwa ni adaptation. Hii ndio sehemu ambayo nitamfuatilia zaidi mchezaji huyu na kujua je, anabadilika.
atafanya vizuri. Kangwanda tayari amewahi kuwa na changamoto ya adaptation alipokwenda Croatia. Historia yake inaonyesha kwamba safari yake ya Ulaya haikudumu kwa muda mrefu zaidi na alirudi Zambia. Sasa Yanga inampa mazingira mapya tena. Lakini tofauti ni kwamba Tanzania ni mazingira ya Afrika ambayo anaweza kuyazoea kwa urahisi kuliko Ulaya. Na akiwa tayari amepitia international football na klabu mbalimbali, ana experience zaidi kuliko alipokuwa anaenda Croatia. Okay, Homeland anasema kwa hiyo haya matamasha yapo kwa ajili ya kuunganisha klabu na mashabiki na hayawezi kutupa tathmini. Okay, mje mnisaidie kujibu huku. Kangwanda tukimlinganisha na mawinga wengine wa Yanga ni kwamba Kangwanda anapoingia ushindani wa nafasi za attack unaongezeka na ni jambo zuri kwa Yanga. Kocha Mankoba sasa ana option nyingi zaidi za kubadilisha attacking shape. Anaweza kutumia Kangwanda, Shalulile au winga mwingine, au kumtumia Kangwanda kama inside forward, au kumrudisha zaidi kwenye touchline kama traditional winger. Hii inampa kocha flexibility. Homeland anasema kuna wachezaji huwa wanahitaji muda ili kudeliver kile walichonacho. Ni kweli kabisa. Kama huyu wazoe mazingira. Manake mwingine unakuta anatoka mazingira ya baridi anaenda mazingira ya joto, au anatoka ya joto anaenda ya baridi. Kwa hiyo mwili na wenyewe jamani unahitaji muda wa kuzoea mazingira mapya. Kwa hiyo Kangwanda anaweza kuwa X factor wa Yanga. Jibu ni ndio, ana potential hiyo, lakini kwa sasa ningesema kwamba kwa hapo ana 8% potential kwa sababu kwa sababu ana magoli, ana assist, ana pace, ana left foot, ana international experience, ana umri mzuri, ana experience nje ya Zambia. Lakini bado tunahitaji kuona anafanya nini dhidi ya low block, anafanya nini kwenye CAF, ana consistency kiasi gani, anaweza kucheza chini ya pressure ya Yanga. Tunahitaji kuona hicho. Ana chemistry gani na Shalulile, hiyo tunahitaji kuviona pia. Hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo tumemzungumzia huyu jamaa bwana, na kama chemistry yake na Peter Shalulile itakaa vizuri, huo inaweza kuwa ni moja ya combination ambazo zitafuatiliwa zaidi Tanzania kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026.